Tulipoishia sehemu ya 119 msikilizaji, tuliona ya kwamba Hamza tayari amedumbukizwa kwenye shimo la joka na huko ni kama maiti yake tu inaenda kuandaliwa, na siku hii leo tulipokutana hapa ndipo maiti ya Hamza inatakiwa itoke ili taratibu zingine za kurithishana ziweze kuendelea. Na tumemwona Genduleza mara baada ya kumalizana na Urumwasi akawa ametoka nje, na wale walinzi ambao walikuwa pale kwenye hilo pango la nyoka walipewa oda kuingia ndani kuweza kumshughulikia bibi, kumpindua na kumnyandua ipasavyo. Kwa hiyo mara baada ya wale hao kuingia, kawaida mlango wa pango la nyoka ukifungwa, yani hakuna anayeweza kuona kinachoendelea. Kwa hiyo muda huo sauti yenye mikwaruzo ilisikika kutokea nyuma ya Genduleza ikisema ya kwamba hongera kwako Umwasi Uru, inaonekana safari yako ya kutuongoza imekaribia. Kwa mara baada ya Genduleza kusikia sauti hiyo, uso wake ulibadilika na kuonekana wa ukauzu huku akigeuka. Hapo ndipo tulipoishia msikilizaji, na hii ni sehemu ya 120. Tunasonga mbele. Langu jina ni Lucas Lumbasi. Basi Genduleza akauliza ya kwamba mlinzi wa kulia, unamaanisha nini kusema hivyo? Msikilizaji, mwanaume aliyekuwa mbele yake ndiye alikuwa mlinzi wa kulia, Vahera Thalum wa himaya hiyo ya watu wa Bikra takatifu. Alikuwa ni bwana mwenye kipara aliyevalia joho mfano wa mavazi ya Kinigeria, huku akiwa na skafu iliyopita mabegani yenye udarizi wa nyoka. Walinzi hao walikuwa na mgawanyiko wa majukumu. Wa kushoto kazi yake ilikuwa ni kudili na mambo ya nje, huku wa kulia akidili na mambo ya ndani, hususan kusimamia kazi zote zinazoendelea katika dhehebu lao. Basi mlinzi ule kidogo alinamisha mgongo wake huku akicheka, akasema kwamba kwanza kabisa nikupongeze Umwasi Uru kwa kufanikisha kupanda usinga wako kwenye mwili wa mfalme wa kuzimu Lucifer. Ni muda mfupi tu Hamza ameingia kwenye shimo la nyoka, pengine mpaka sasa tayari amekwisha kuwa kafara. Hivyo kama Hamza kifariki, si inamaanisha kwako Umwasi Uru utaweza kurithi nguvu zote za kike na kuvuna usinga wako? Kwa nguvu alizokuwa nazo Lucifer, usinga wako utamea vizuri, na kama ukiuvuna utaweza kukufanya kuwa mtu mwenye nguvu ndani ya dhehebu letu. Aliongea jamaa kwa kirefu, akajibia kwamba hata kama ninaweza kuvuna nguvu ya usinga, lakini mimi bado ni mdogo na siwezi kufanya maamuzi ya mambo mengi. Pia master wangu hawezi kunirithisha kitu, yani hawezi kunirithisha kila kitu chake kirahisi hivyo. Mlinzi mkuu, nafikiria sana. Yule mlinzi akasema kwamba ni kweli, lakini iwe ni sasa au baadaye, mimi mja wako natamani kukuona ukituongoza. Asimar baada ya kuongea vile, aliweka ishara ya heshima na kisha akasema kwamba bado kuna maandalizi ya kafara kadhaa kwa ajili ya kesho. Mimi mja wako ninakuacha kwa sasa. Basi Genduleza kwa tabasamu akasema kwamba mlinzi wa kulia, unafanya kazi nzuri na kutakia heri. Mara baada ya bwana huyo kuondoka, tabasamu alilokuwa nalo Genduleza liligeuka kuwa la wasiwasi. Sasa kijana wetu, najua kila mtu ana hamu sana ya kumsikia kijana wetu. Kuna watu huko tayari mna mimba ya Hamza. Hamza bwana, mara baada ya kulazimika kudondoka kwenye shimo hilo la nyoka, kwanza kabisa hakupaniki mwamba. Alianza kutumia uzoefu wake kujaribu kukadiria urefu wa shimo hilo kadri alivyokuwa akishuka chini. Mita 100, mita 200, mita 700. Ilikuwa ni vigumu mno kufikiria kama chini ya pango hilo kulikuwa na shimo lenye umbali mrefu kwenda chini kiasi hicho. Hamza wakati akishuka chini alikuwa na chaguo la kutumia silaha ya yari ili kurudi juu, au hata kutumia nguvu ya kusudi kubomoa mlango ule. Hata hivyo, mara baada ya kuona amekwisha ingia kwa umbali huo, alijiambia kwanza ngoja afanye utalii kuona shimo hilo lina maajabu gani. Alitaka kujua kwa nini bibi huyo alikuwa na ujasiri wa kumtega kuingia kwenye shimo hilo. Ukweli ni kwamba ndani ya Hamza, licha ya kuwa mpiganaji, alikuwa pia mtalii. Hivyo eneo hilo la maajabu liliamsha hisia zake za shauku. Hamza mara baada ya kudondoka takriban umbali wa mita 1000 na zaidi, hatimaye alianza kuhisi ardhi chini yake. Hamza alijikuta akikanyaga ardhi kwa nguvu, huku akirusha maji mengi juu kama vile alikuwa amekanyaga mto. Eneo hilo lilikuwa na kiza kizito kiasi kwamba Hamza alishindwa kuona hata vidole vyake mwenyewe.
Kitu pekee alichoweza kufanya muda huo ni kutumia hisia zake kufanya utambuzi wa eneo hilo. Hamza akiwa ndani hapo aliweza kuhisi hali ya upepo ikitokea upande mmoja, lakini vile vile maji hayakuonekana kutuama. Kiufupi alikuwa katika hali ya mkondo. Jambo hilo lilimfanya aamini kuwa hakuwa kwenye shimo lililozibwa pande moja. Jambo lingine lilofanya Hamza kutokujisikia vizuri ni harufu ya hewa ya eneo hilo. Ilikuwa ni harufu fulani hivi kama samaki waliooza nini. Nyoka? Hamza alijikuta akishtuka mara moja. Kwa sababu ya uzoefu wake mwingi wa kuishi porini, alikuwa na hisia za juu mno za kutambua aina mbalimbali za wanyama na wadudu. Hata hivyo, kuwa na nyoka eneo hilo ambalo lenyewe liliitwa shimo la nyoka, Hamza alifikiria na kuona ni jambo la kutegemewa. Sasa muda huo alipotaka kupiga hatua kufuata uelekeo wa upepo unakoingilia ili kuona kama kuna njia ya kutokea, mara alihisi ongezeko la maji kutiririka kutokea eneo alilohisi kuwa ni shimo. Ile kupiga tu hatua moja, akasikia sauti ya nyoka. Ni kivuli cha umbo refu lililojikunja kikimsogea mbele yake. Hamza pale aligundua ilikuwa ni nyoka na ilikuwa ikijiandaa kumshambulia. Kupitia ufahamu wake, Hamza alitambua nyoka huyo hakuwa mdogo, alikuwa na urefu angalau mita 3. Hamza pale aliamini lazima ni chatu. Hamza hakuogopa nyoka kabisa. Pale mara moja alitoa shambulizi la kusudi na kuikata nyoka ile vipande, alikata vipande viwili. Hata hivyo haikuwa mwisho, kwa sababu kulikuwa na zaidi ya nyoka wengi mno. Alianza kusikia sauti nyingi za nyoka, ikiwa tu ni mwendo wa kutoka pande zote. Hamza pale aligundua uwepo wa nyoka zisizohesabika zikimzingira pande zote. Baadhi ya nyoka hizo zilitoa macho yao meusi na kutoa sauti za kuita. Haikujalisha kama nyoka hizo zilikuwa za sumu au ni jamii ya chatu wasio na sumu, lakini swala la wazi ni kwamba zinaweza kumuua mtu yoyote wa kawaida. Kilichoogopeshwa zaidi ni kwamba katika eneo la aina hiyo la chini ardhi, kuzungukwa na jeshi la nyoka ukiwa peke yako, hisia zake ni kama upo kuzimu. Ukweli ni kwamba Hamza hakuwa mtu wa kawaida, na uwezo wake wa akili ulikuwa tofauti sana na asilimia kubwa ya wanajeshi wanaotumia nguvu sio za kawaida. Hivyo kukabiliana na kundi hilo la mashambulizi ya nyoka, Hamza alishia kuchomoa silaha ndefu kutoka kwenye pete. Hamza alijiambia kwamba okay, hapa ni mwendo wa kuua huku natembea. Basi pale kwa kutumia silaha ile alitoa shambulizi zito la kusudi kulenga mbele yake. Mara baada ya kuua nyoka ambao hakujua idadi yao, aliongeza spidi ya kwenda mbele akifuata upepo. Wakati akiwa anatembea, hakuacha kuachia mashambulizi kadhaa ya kusudi kushambulia nyoka zilizokuwa zikimkaribia. Lakini Hamza aligundua pengine kulikuwa kuna nyoka ambazo hazikuwa zikifa, kwa nini kama hazipungui hata kidogo. Kila alipokuwa akipiga hatua kwenda mbele, hukumbana na nyoka mkubwa mwenye ngozi ngumu na kumpa shida. Hamza alijiambia kama majoka hayo 6 tu yangetokeza kwenye jamii ya watu, binadamu wangeingia katika hofu kubwa. Nguvu zao zilikuwa kubwa mno na uwezo wao wa kujihami ulikuwa ni wa kutisha. Waliposhambulia kwa kung'ata, ilikuwa ni hali ya kutisha zaidi. Hamza alijiambia kama mwanajeshi ambaye yupo katika mkandamizo wa nafsi, ni vigumu kupiga hatua 100 ndani ya eneo hilo pasipo kupoteza uhai. Hamza akajisemea kwamba shenzi kabisa, yule bibi hakika kadhamiria kuniua. Basi wakati Hamza akikabiliana na majoka makubwa yaliyokuwa mbele yake, alijua kabisa mzee yule alimuingiza hapo kwa ajili ya kufa ili mjukuu wake avune usinga. Lakini Hamza akiwa anawaza hilo, alijiuliza, kama nikifia hapa, je, kuna namna ya wao kuvuna huo usinga bila kuona maiti yangu? Basi aliendelea kusonga mbele huku akiwaza, lakini spidi yake ilikuwa ndogo mno, kwa sababu wingi wa nyoka hao ulikuwa ni kama mtu anayetembea kwenye kichaka. Baada ya muda ambao hakuweza kuhesabu, Hamza aligundua mwili wake wote umejaa damu za nyoka, na hata pua zake zilikuwa zimekufa ganzi kiasi kwamba alianza kuzoea harufu ya eneo hilo.
Hamza alitambua eneo hilo si tu lilikuwa na nguvu nyingi za nishati, bali pia kama mtu hana nguvu za kutosha, basi uchovu wa kupambana ndio utamuua, kwa sababu hata pigo lake la kusudi moja tu liliishia kuleta majeraha kwa nyoka hao, lakini hawakuweza kufa kwa pigo moja. Hamza alijiambia kama angejua nyoka hao wangekuwa wengi na wakubwa namna hiyo, tena wabishi, basi asingeanza safari ya kusogea mbele. Badala yake angetumia mbinu ya silaha ya hiari na kurudi juu. Ni kwa bahati mbaya alikuwa ametembea umbali mrefu na ilikuwa ni ngumu kutafuta eneo aliloshukia mwanzo. Hivyo njia pekee ilikuwa ni kuelekea mbele na kutafuta njia ya kutokea. Wakati Hamza akizidi kuwaza kwa nini nyoka hao hawapungui, pasipo kujua aligundua makundi hao ya nyoka yalikuwa yakirudi nyuma. Hali ilitulia kabisa na ukimya ukatawala. Hamza akiwa ndani ya eneo hilo lililojaa ukimya wa kutisha, moyo wake ulifurukuta. Kwa uzoefu wake, ukimya mkubwa humaanisha hatari kubwa. Ni muda ule ule akiwa ndani ya giza totoro, mara mbele yake aliweza kuona vijitenesi viwili vinavyong'aa huku vikicheza cheza. Ndani ya eneo hilo, vitenesi hivyo vilivyong'aa vilikuwa ni kama mwezi wa kijani, na kucheza kwake kulisababisha hisia za uovu na woga mkubwa. Hamza alijiuliza, haya ni macho ya nyoka kweli haya? Licha ya macho hayo kumwangalia kutoka mbali, eneo alilosimama lilikuwa likipulizwa na upepo wa baridi mno. Alijiuliza, ni nyoka gani huyu mwenye macho makubwa hivi? Saizi ya kitenesi? Hamza alitamani kila kitu kilichokuwa mbele yake kiwe udanganyifu au ndoto, lakini kadri alivyopepesa macho ndivyo uhalisia ulivyozidi kujidhihirisha. Hamza alijiambia, kama yale majoka yenye ngozi ngumu aliyokuwa akipambana nayo, yenye ukubwa wa zaidi ya mita 7, si nyoka wa kawaida. Je, hilo lenye macho ya kitenesi ndio joka gani? Au ndio mfalme joka mwenyewe? Basi joka hilo lilifyatua ulimi wake. Ulimi huo ulikuwa ni kama tawi la mti lenye urefu wa mita 3. Ni ulimi mpana na wenye matapishi mazito. Sauti yake tu ilikuwa ni kama ani ya mnyama anayejivuta baada ya kuamka usingizini, lakini imewekwa kipaza sauti. Hamza alitabasamu kwa uchungu, tabasamu lililojaa haya usoni, kisha akapiga hatua mbili kurudi nyuma na kusema kwamba bro, mimi sijafanya makusudi kukuamsha usingizini, sawa kwa hiyo mimi naondoka. Mimi naondoka bana, kwa hiyo usikasirike bro, sawa Hamza licha ya kusema hivyo, alitamani kweli joka hilo lielewe maneno yake. Lakini bahati mbaya kwake, licha ya kujua lugha nyingi za kigeni, hakuwa akijua lugha ya nyoka yoyote. Basi bwana, lile joka lilifumba macho na kuyaacha onekane kama mwezi mpya. Kisha pale pale likapanua mdomo wake kumlenga Hamza. Hamza alihisi jambo lile. Pale pale alishtuka na kujisukuma kurudi nyuma, huku kwa wakati mmoja akituma shambulizi zito la kusudi. Lakini joka lile lilionekana kushtuka mapema, pengine kwa utashi wake, lakini Hamza alichoweza kuhisi ni kama kulikuwa kuna mpepeso mkubwa hivi wa upepo ambao ulikuwa umekabiliana na shambulizi lile. Hamza alichoweza kusikia ni shambulizi lake kupanguliwa, huku sauti ya chuma ikisikika. Pale pale alijikuta akijawa na hali ya kutokuamini na kujiuliza kwamba ina maana nyoka huyo alikuwa na meno makubwa kiasi cha kupangua mapigo yangu ya kusudi. Hamza pale pale alijiambia, ndio maana wakati lilipoachama lilisababisha makelele mengi. Kumbe yote hayo ni ukubwa wa meno. Katika hali kama hiyo, Hamza alitamani eneo hilo liwe angalau na mwanga ili aweze kuona umbo kamili la adui yake. Katika giza hilo, alichoweza kuona ni mpangilio wa mwili wa joka hilo tu, lakini kwa kuhisia aligundua kichwa cha nyoka huyo kilikuwa kama cha gari. Hamza pale pale alifanya maamuzi mepesi ya kuruka juu na kisha akaachia pigo lingine la kusudi likilenga kichwa kile. Alishuhudia pigo lake la kusudi likienda moja kwa moja likivaa eneo la juu na kichwa cha joka kikazama zaidi ya inchi 7. Joka lile lilitoa sauti kubwa ya hasira. Haikuwa sauti ya kuumia bali sauti ya ukinzani. Ni wakati huo Hamza aliona eneo lile ambalo silaha yake ya kusudi ilichimba kwenye kichwa cha joka, likitoa mwanga fulani hivi wa rangi ya dhahabu. Yaani ni moto kama wa phosphorus hivi. Moto huo haukuwa na miale, bali ulionekana ni kama mawingu yenye mng'ao wa moto.
Kwa haraka ilionyesha kuwa nishati hiyo ndio ilikuwa inalinda mwili wa joka lile. Hamza akajiuliza kwamba ina maana pigo langu limeshindwa kupenyeza kwenye ngozi ya joka hilo. Msikilizaji, inapaswa kueleweka kwamba hata mtu mwenye mafunzo ya nishati katika kiwango cha kuipita nafsi hana uwezo wa kimwili kushindana na nguvu ya kusudi. Sasa Hamza pale alijiuliza kwamba au nyoka huyu ni zaidi ya nyoka. Basi alijikuta kirudi chini, kisha akaruka juu kwa zaidi ya mita 10, akimwangalia joka lile kwa macho ya tahadhari. Ni muda ule ule joka lile lilikuwa lishakunja mwili wake mkubwa na kichwa chake kiliinuka juu hewani kwa zaidi ya mita 5. Hamza mara baada ya kuangalia kwa makini, aliweza kuona juu kabisa ya kichwa cha joka hilo kulikuwa na uvimbe mkubwa uliokuwa na umbo kama la pembe hivi, lakini zaidi ulifanana na uvimbe wa saratani. Hamza alimaka akasema kwamba joka mwenye kichwa cha pembe. Hamza alimaka na kujiuliza kwa wakati mmoja. Sasa pale alikumbuka baadhi ya simulizi alizowahi kusikia na kuamini. Hamza aliwahi kusikia kuhusu nyoka kuwa na hatua za ukuaji wa kinguvu. Nyoka kama nyoka au nyoka kama joka au zimwi, yani unaita naga, na kisha dragon. Kwa hizo hatua kuna nyoka kama nyoka kwenye ukuaji, kuna nyoka kama joka au zimwi ambaye inakuwa kama naga, na kisha kuna dragon. Kwa lugha nyepesi, joka hilo lilikuwa na umbo la naga, hatua ya mwisho ya ufunuo wa nyoka kuwa dragon au serpent. Mwanzoni Hamza hakuamini sana kuhusu mambo hayo, lakini mara baada ya kuelezewa habari za mwili wake kuwa na damu ya joka na simba, alijikuta akishikwa na hali ya kuotea. Wakati Hamza akiawaza hayo, joka lile lilianzisha mashambulizi mengine. Awamu hiyo miondoko ya joka hilo ilikuwa ni kama upepo wa dhoruba unaopita kwenye majani makavu ya miti. Nguvu zake na spidi vililingana. Sasa Hamza mara baada ya kuona sasa joka hilo linamsogelea, pale aliachia shambulizi la kusudi huku akijaribu kusogea pembeni. Lakini joka hilo halikujali shambulizi la Hamza. Badala yake lilichezesha mkia wake kwa nguvu na spidi kubwa kama haradi. Hamza aliyeruka juu alishindwa kabisa kukwepa shambulizi hilo na alijikuta kigongwa moja kwa moja na mkia ule. Mara baada ya kupokea shambulizi hilo, mwili wake ulijigonga kwenye kuta za mawe zaidi ya mara 3, na mara ya 4 ndipo aliweza kutua chini. Hamza alihisi kama mifupa yake yote imevunjika. Hajawahi kukutana na mshindani mwenye nguvu kiasi hicho. Alijiambia kwamba pengine huyu ni nyoka aliyeishi zaidi ya miaka 1000. Hamza aliamini hakuna nyoka anayeweza kukua kwa ukubwa huo ndani ya karne moja. Alijiambia hili joka pengine ni la kimilenia. Hata joka lile lilionekana kushangaa kuona Hamza bado yupo hai baada ya kupokea pigo lake. Mara moja joka lile lilijiburuza kumsogelea Hamza. Ingawa lilikuwa na mwili mkubwa, spidi yake haikuwa ndogo hata kidogo, na stali yake ya kumsogelea ilikuwa ni ile ya kutengeneza duara. Hamza akiwa chini aligundua pale kuwa joka hilo lilikuwa na mpango wa kumfunga. Alijua kabisa bwana huyo akimfunga pengine angekufa kwa kukosa hewa au kuvunjwa. Sasa Hamza kuona vile, pale alipiga sarakasi na kisha akaruka juu. Akiwa na silaha yake aliachia pigo lingine lililolenga taya la joka lile. Mara baada ya taya la joka kupigwa, pale mwanga mwingi wa kufubaa wa rangi ya dhahabu kama moshi hivi ulionekana, na joka lile lilionekana kuathirika. Lile joka lilionekana kurudishwa chini kidogo, huku sasa likigumia. Lakini wakati huo kwa kutumia kichwa chake lilimpa Hamza pigo jingine lililomrusha mbali. Hamza mpango wake ukiwa ni kuliumiza joka hilo kidogo na pengine liogope alafu likimbie. Hakutegemea kuwa ule moto wa phosphorus uliokuwa ukitoka ulikuwa ukiliponyesha. Hajikuta kivuta pumzi huku uso wake ukigeuka wa kijani. Alishakujiuliza tu kwamba ina maana joka hili liko katika ufunuo mkuu. Hamza alihisi kuna uwezekano, kwani si binadamu pekee wenye uwezo wa kunyonya nishati za nguvu na ardhi, bali hata wanyama pia. Alikubali kwamba kwa mwili wake mkubwa vile, pengine joka lile lilikuwa na uwezo wa kipekee. Hamza alijiambia si jambo la kushangaza sana, na akaishia tu kukubali kushindwa. Hata hivyo joka lile ni kama halikutaka kumwacha kabisa. Kwa mara nyingine limsogelea Hamza na kuanzisha mashambulizi mengine.
Kwa ufupi, Hamza alikuwa ni katika hali mbaya kwa sababu mpaka muda huo hakujua ni uelekeo gani una mlango wa kutokea. Mzunguko wa upepo ndani ya eneo hilo ulikuwa mbadilika sana kutokana na mtifuano. Ukweli ni kwamba mpaka hatua hiyo Hamza hakuhisi kabisa kama alikuwa na spidi kubwa, kwani nyoka huyo alikuwa na spidi ya kutosha. Sasa Hamza alijiambia, ina maana ni mpaka nitumie uwezo wangu wote ili kulishikisha adabu bwana hili ama? Wakati akikwepa mashambulizi hayo, alijikuta akiwa katika hali ya kusita. Si kwamba eti alikuwa na moyo mwepesi, bali alikuwa akichukulia swala hilo kama maajabu ya asili. Kwa nyoka kukua kwa kiwango hicho, Hamza alijiambia pengine huyu ndiye nyoka mkubwa zaidi duniani. Si jambo rahisi kwa nyoka kuwa na mwili mkubwa kama huo, mpaka kuota pembe na kisha kufa mikononi mwa binadamu mwenye miaka 20 hivi. Hamza alijiambia, kama nisipomuua huyu nyoka, pengine atanimaliza mimi. Mara baada ya kupiga sarakasi, alifanikiwa kukwepa pigo la mwili wa nyoka. Mawe yaliyokuwa yamejipachika hewani yaliporomoka mara baada ya mwili wa nyoka kukutana nayo. Wakati huo huo, Hamza aliporuka hewani, alifanikiwa sasa kupita juu kabisa ya kichwa cha nyoka kwa ukaribu. Na ndipo aliposhuhudia ile pembe juu ya kichwa. Hamza alijiambia kwamba ni kweli kabisa, hili joka lipo katika hatua ya mabadiliko ya kimwili. Lakini kama joka hili lipo katika hatua ya kubadilika na kuwa na mwili wa kidragon, je, litakuwa katika hatua ya ufunuo wa mwili ama? Na kama ni hivyo, je, naweza kupambana nalo kiakili zaidi? Mara baada ya kufikiria hivyo, alianza kuweka umakini kwenye fikra zake na kuamsha nguvu ya damu yake. Hamza hakusahau hisia alizopata mara baada, hakusahau zile hisia alizopata mara ya kwanza alipoona mwili wa simba joka. Ingawa hakuwa katika daraja la kutoa nguvu ya damu yake kama alivyofanya Shaibu kipindi kile, bado aliweza kwa kiasi fulani. Joka lile mara baada ya kugeuza kichwa chake na kutaka kumshambulia Hamza tena, lilishuhudia macho ya Hamza yakifuka miale ya rangi ya dhahabu. Hamza aliunguruma kama simba, huku kwa wakati mmoja akitoa presha kubwa ya msisimko na kusambaza kwa joka lile. Asa joka lile wakati lilivyotaka kuachia shambulizi kali zaidi kwenda kwa Hamza, ghafla lilisitisha mara baada ya kuhisi msisimko wa nguvu ya ufunuo wa mwili. Pale pale yale macho yake ya kitennis yalianza kupungua ukubwa wake. Na pia mwili wake mkubwa ni kama ulianza kuwa mdogo vile. Ni kama vile mwanzo ulikuwa umejaa upepo. Na sasa hivi huo upepo ni kama ulikuwa sasa unatoka. Sasa joka lile lilitoa mungurumo mkubwa katika hali fulani vya utambuzi. Ni kama vile lilikuwa likisita juu ya jambo fulani. Sasa Hamza mara baada ya kuona bwana huyo ameacha kushambulia, presha kifuani kwake ilishuka, lakini bado hakutaka kurudisha majeshi chini. Kimantiki, kama angeweza kutoa uwezo wake wote wa ushuhudiaji wa mwili, joka hilo lingeogopa kwa sababu bado lilikuwa katika umbo la nyoka. Lakini sasa joka hilo halikuonyesha ishara yoyote ya kutii wala kukimbia. Jambo hilo lilikuwa tofauti sana na matarajio ya Hamza. Msikilizaji, unachopaswa kuelewa ni kwamba katika level ya ufunuo wa mwili au ushuhudiaji wa mwili, si kwamba eti unaona tu mwili ulivyo, bali pia unapata nguvu za msisimko zinazokufanya kuwa si binadamu wa kawaida tena. Watu wa kawaida, macho ndio njia yao ya kutambua, kutofautisha huyu ni mnyama hatari na huyu ni mnyama mpole. Lakini katika matumizi ya nguvu za ziada, hisia ndizo nguzo kuu ya utambuzi. Hali hiyo ipo kwa binadamu pia, lakini kwa kiwango cha chini sana. Pale ambapo mtu anaingia katika hali ya hatari, kabla hata ya kuhisi hatari yenyewe, ataanza kupata msisimko, na huo msisimko unaongezeka kadri hatari inavyokuwa kubwa. Hasa mara nyingi msisimko huu hausababishwi na wewe mwenyewe msikilizaji, bali na ile hatari yenyewe ndio inayokusambazia msisimko ambao mwili wako huishtuka. Hivyo ilikuwa ni sana kwa Hamza. Alikuwa ameamsha nguvu ya damu yake kusambaza msisimko, kwa matarajio kwamba joka lile lingemtambua kuwa yeye ni joka simba na kuhisi udhaifu, lakini ilikuwa tofauti. Sasa Hamza alijiuliza, inakuaje licha ya kusambaza msisimko huo wa nguvu ya ufunuo wa mwili, lakini bado limegoma kuogopa? Sasa Hamza alijikuta akisinyaza macho yake, na kiwepesi hakuonekana kujali zaidi kuhusu kitu kingine. Pale pale alitumia faida ya utulivu huo
na kujaribu kwa umakini kuhisi uelekeo wa upepo unakotokea. Mara baada ya kupata uelekeo, Hamza pale pale aliruka akitaka kuelekea upande huo. Lakini muda ule ule macho ya joka lile yalichanua kwa mara nyingine, na kama vile mshale ulivyotoka kwenye upinde, lilifyatuka kumsogelea Hamza kwa spidi kubwa. Spidi ya joka hilo haikuwa ndogo kuliko Hamza. Binadamu kwa kawaida ana misuli zaidi ya 700. Lakini kwa joka lile, kwa ukubwa wake, misuli ilionekana kuwa zaidi ya 10,000. Na mara nyingi joka kama hilo wakati wa kushambulia, spidi yake ilikuwa ni kubwa mara 30 zaidi ya kani ya mvutano. Asili hiyo ya mwili wa joka ilisababisha mpango wa Hamza wa kutaka kukimbia kufeli. Hasa joka lile lilikwenda kuvaana na Jabari, lakini halikukoma. Kwani pale pale lilipanua mdomo wake na kutaka kummeza Hamza. Hamza aliruka juu angani na pale pale akachomoa ule mkuki wake wa ukiwa. Hamza alijikuta kibweka huku sasa kitoa shambulizi la kusudi kwenda chini. Haikujalisha joka hilo lilikuwa wapi. Kwa ukubwa wa shambulizi hilo, lazima lingeathirika. Shambulizi lile la kusudi liligonga mwili wa joka lile, na kilichoonekana ni moshi wa rangi katika ngozi yake. Pale pale baadhi ya magamba yake yalibabuka na damu ikaonekana. Basi mwili wa lile joka ulionekana kujikunja, yani kama vile lilikuwa katika maumivu. Lakini muda huo huo mkia wake ulifyatuka kama kono la giant TV na kwenda kumshambulia Hamza. Hamza naye asingeweza kukwepa akiwa hewani, na alijikuta akipokea pigo lile, kisha akaenda kuvaana na Majabari. Hamza alijikuta akiburuzika chini kwenye jiwe na ukanyaga kabisa chini, huku akikunja sura kwa maumivu makali. Kama ingekuwa ni mtu mwingine, hakika angeshageuka kuwa nyama. Haraka Hamza aliruka kuelekea upande mwingine, na wakati huo huo aliweza kusikia sauti za mawe yakitengeneza ufa nyuma. Yaani ni kama vile ukuta unataka kuporomoka. Joka lile mwili wake ulipona, na pale pale likachukua fursa nyingine ya kumfukuza Hamza na kuanza kumponda kwa mara nyingine. Hamza mdauli aligundua kitu kingine. Katika macho yale ya kitenesi ya joka hilo kulikuwa na ishara ya tamaa. Sasa pale pale alitambua kuwa joka hilo halikutaka tu kumuua, bali lilimchukulia kama hazina adimu sana ambayo lilihisi linapaswa kuipata kwa namna yote ile. Sasa Hamza alijikuta akiendelea kukwepa huku kwa wakati mmoja akifikiria. Alijiuliza, au joka hilo lilikuwa likimchukulia kama dawa ya kuweza kumsaidia kupanda level nini? Hamza mwanzoni mpango wake ulikuwa kutumia msisimko wa ufunuo wa mwili kuogopesha joka hilo, lakini badala yake ni kama joka hilo lilipata ufumbuzi kwamba okay, kumbe huyu mtu hakuwa kawaida na lilipaswa kumla. Sasa Hamza alijiambia pengine joka hilo halikuwa likimwogopa kabisa, hata kama bado lilikuwa katika umbo la joka, liliona linaweza kumkabili. Sasa mara baada ya kuhisi hivyo, alihisi ubaridi kwenye moyo wake. Alijiambia pengine uwezo wa akili wa joka hilo ulikuwa ni mkubwa kuliko alivyodhani. Lakini hata hivyo, Hamza asingeweza kukaa tu na kusubiri kifo chake. Baada ya kuona joka hilo halina sasa mpango wa kumwacha hivi hivi, hakutaka kusita tena, akaamua kuchukua hatua. Hamza pale pale alifyatua silaha zisizopungua 3000 kutoka kwenye ulimwengu wa pete. Pale pale silaha zile nyingi zilijikusanya hewani na kuanza kucheza kwenye ulimwengu huo wa chini ardhi. Hamza akasema, jamaa umelazimisha mwenyewe. Hamza aliongea kwa wakati huo sasa nishati ya mbingu na ardhi ikigeuka kuwa nguvu ya kusudi sio na pingamizi. Mwamko huo wa nguvu ya kusudi ulikuwa ni kama vile damu yake inamwagika. Basi Hamza akatamka neno ya kwamba Simba mzalabari. Mara baada ya kutamka neno hayo tu, silaha zile zote zilijikusanya katika maumbo 8 ya joka mwenye mabawa na mwili wa simba na kuanza kulisogelea joka lile kutoka pande zote. Sasa wakati huo Hamza alikuwa amesimama kwenye umbo moja, huku akiambaambaa nalo angani akiendelea kutuma mashambulizi ya kusudi. Joka lile ni kama halikutarajia kama Hamza angekuwa na uwezo wa juu kiasi hicho na pia kuwa na silaha nyingi. Katika hali ya kupaniki, liliishia tu kuchezesha mkia wake kwa nguvu likijaribu kuonyesha ukinzani. Nguvu ya mkia ule ilikuwa ni kubwa mno. Maumbo 3 ya silaha zile yalikuwa yamepanguliwa na mkia huo. Lakini silaha za kusudi ambazo Hamza alikuwa akituma mfululizo na kuendelea kulipua mwili wa joka hilo zilifanya damu nyingi kutoka. Basi joka hilo lilitoa sauti nzito ya hasira na maumivu, na kama vile lilikuwa limepandwa na ukichaa. Lilianza bwana kuchezesha mwili wake pale pasipo hata mpangilio likimshambulia Hamza. Lakini awamu hiyo Hamza alikuwa na uwezo wa kukwepa.
kurudi nyuma na kushambulia nini. Kwa ufupi, alikuwa akifanya mambo yote matatu kwa wakati mmoja na kufanya joka hilo sasa kupokea mashambulizi mfululizo. Ingawa joka hilo lilikuwa na magamba kama ya chuma, lilishindwa kabisa kupambana na nguvu ya kusudi iliyochanganyikana na silaha ya hiari. Damu ziliendelea kuongezeka. Harufu ya damu eneo hilo ilizidi kuongezeka maradufu zaidi. Hatimaye joka lile lilianza kuogopa. Baada ya kupigana kwa ukali mkubwa kwa muda mrefu, hatimaye lilishusha majeshi chini na kuanza kuburuza mwili wake wenye majeraha kuelekea pangoni. Hamza aliweza kushuhudia joka hilo likikimbia kwa woga, lakini hakulifukuzia. Ukweli ni kwamba Hamza hakupambana joka hilo kwa nia ya kulimaliza moja kwa moja. Kwake kuua dubwana kubwa kama hilo ambalo lilikuwa kiroho zaidi, yani ilikuwa ni ngumu sana. Sasa mara baada ya kuona joka lile limetokomea kwenye pango na hakukuwa na hatari yoyote, pale aliongeza spidi akifuatilia uelekeo wa upepo. Awamu hiyo Hamza hakukutana kabisa na nyoka mwingine, hivyo spidi yake ilikuwa ni kubwa. Lakini mara baada ya kukimbia kwenye njia hiyo ya upepo, alikutana na njia, ilikuwa ni kama njia pande hivi yenye mapango matano ambayo yote yalikuwa yakipuliza upepo. Hamza alijikuta akiingiwa na mawazo. Alijiuliza sasa anajua ni ipi njia ya mkato kumtoa nje. Baada ya kufikiria kidogo, aliamua kupita lolote tu. Aliona anapaswa kuangalia mbele kuna nini, huku akiwa na mpango wa kutoka haraka iwezekanavyo. Ni wakati huo alipokuwa akitaka kuingia kwenye pango, aliweza kusikia sauti ikija kutoka nyuma yake. Yaani ni kama vile ardhi ilikuwa ikitetemeka. Mara baada ya kugeuka, aliweza kuona tena macho ya kitenesi yakitokea kwenye giza. Akasema ayayayaya, haiwezekani, limekuja tena. Hamza alijikuta akiwaza hivyo, ina maana ni mpaka niliue hili zimwi ama? Jambo kubwa zaidi ni kwamba spidi ya kupona ya jamaa hilo ilionekana kuwa ni kubwa mno. Kudhani kwamba lilikuwa na uwezo wa kumfuata kwa spidi hiyo tena kwa wepesi ilitisha. Ilikuwa ni kwa bahati kwamba jambo alilotarajia Hamza halikuwa kama alivyoshuhudia. Pale aliweza kushuhudia joka lile likikita kichwa chake chini ya ardhi, huku sasa likipepesa macho ya kitenesi kwa hali fulani hivi kama linajaribu kuongea, ulimi wake ukiwa ni umejikunja ukipanda juu. Hamza alitazama joka hilo kwa wasiwasi kwa sekunde kadhaa, na mara baada ya kuthibitisha kwamba halikuwa hapo kwa ajili ya kushambulia, ajikuta akipata wazo na kusema ya kwamba unataka nipande juu ya kichwa chako? Mara baada ya kutamka kauli hiyo, joka lile lilitoa sauti ya puani kama vile linamjibu Hamza kwa furaha kwamba yupo sahihi. Msikilizaji, ngoja kwanza nikutoe nje ya pango. Siku iliyofuata, juu ya kiango cha kale mfano wa madhabahu ndani ya eneo la himaya ya Bikra takatifu, yalisimama masanamu makubwa yenye miili ya nyoka na vichwa vya binadamu. Masanamu hayo yote ya kuchonga yalikuwa yameshikilia silaha zilizofanana na uma, huku akiwa na sura za kutisha. Mbele ya madhabahu hiyo, katika kiango, kulikuwa na sanamu kubwa zaidi la joka lililokuwa na macho makubwa ya upole na uso kusawijika. Madhabahu hiyo ilikuwa imejengwa mita kadhaa tu kutoka yalipokuwepo maporomoko ya maji. Kwa ufupi, lilikuwa ni eneo la juu lililofunikwa na maji na kufanya sasa liwe hatari mno kufikia kutoka nje. Asubuhi hiyo kulikuwa na wanaume na wanawake wasiopungua 100 na zaidi, wote wakiwa wamevalia mavazi ya kaniki yenye rangi nyekundu. Wamesimama chini ya jiwe hilo. Watu hao walikuwa ni waumini wa imani hiyo ya nini? Ya Bikra. Wote walikuwa wamekusanya mikono yao pamoja, huku wakiwa wameinamisha vichwa vyao chini, wakionekana ni kwamba ni kama wananena maneno yasiyotafsirika. Mlinzi wa kulia, mlinzi wa kushoto na genduleza wote walikuwa wamesimama mbele ya watu hao. Yule mlinzi wa kushoto alionekana kuangalia anga, na mara baada ya kuhisi kuwa ndio muda, pale aliongea kwa nguvu, akasema kwamba sherehe ya uhuni Luba imeanza rasmi. Karibu Rumwasi. Aliongea kwa kilugha. Sasa watu wote, wanaume na wanawake, chini ya madhabahu hiyo walipiga magoti yao ardhini, huku wakiinamisha vichwa vyao chini, na kisha wakasema kwamba yale Rumwasi. Pale mtu aliyevaa mavazi meupe alionekana akitokea nyuma ya msitu, kisha akaruka kwa stadi kabisa na kutua juu ya madhabahu. Mara baada ya kusogelea lile sanamu la mbumba, yani joka, pale alipiga magoti na kuanza kusujudu. Mara baada ya kufanya hivyo kwa idadi alizohesabu, aligeuka na kisha akaongea kwa sauti kubwa akisema kwamba Luha, yani kafara.
Mara tu baada ya sauti yake kurudi kwa mwangwi na kupotea, pale pale wapiga ala wa imani hiyo walianza kupuliza vifaa vyao vilivyotengeneza melody ya kipekee mno, lakini iliyojaa hali ya kuogofya kwa mtu mgeni. Pale pale kundi hilo la watu taratibu lilitengeneza njia, na kisha walionekana wanaume wenye miili iliyojaa misuli wakipita, huku sasa wakiwa wamebeba sadaka kwa ajili ya kafara, wakielekea juu ya madhabahu au kiango. Baadhi ya sadaka walizokuwa wamebeba zilikuwa ni nguruwe, kondoo, mbuzi na baadhi ya matunda yanayopatikana msituni hapo. Lakini mwishoni kabisa kulikuwa na vijana wawili wa kiume waliokuwa wamebebwa. Vijana hao walikuwa hawana fahamu, yaani ni kama vile wamelala usingizi wa amani juu ya kitanda cha mianzi. Kwa mtu mwenye macho haraka angeweza kutambua kuwa vijana hao walikuwa ni Ada na Zoro, ambao jana yake walipewa jukumu la kumnyandua nani? Kumnyandua Urumwasi. Basi bwana, wakaanza kulizana kwamba kwa nini vijana hao wamegeuka kuwa sadaka ya kafara, au hawakufanya kazi yao vyema. Mwingine akasema labda ndo walichaguliwa, istoshe iwe ni wao au wengine, hakuna tofauti bwana. Mwingine akamjibu mwenzake kwamba acha kuongea bwana, Urumwasi ndiye muamuzi mkuu. Basi baadhi ya waumini walisikika wakinong'ona kwa kificho kwamba inakuaje hao vijana walienda kumnyandua bibi wamededi. Sasa muda huo Genduleza aliwaangalia vijana hao wawili kwa hisia mchanganyiko. Alionekana kujua kuwa bwana wake alipanga kwenda nao kuzimu. Mara baada ya kuona sadaka zote za kafara zimekwisha fikishwa juu ya madhabahu, mlinzi wa kulia aliongea kwa nguvu akasema kwamba tena luha, akimaanisha kafara ianze. Basi bwana, mara baada ya maagizo hayo, wale wanaume walirusha zile sadaka za kafara kwenye maporomoko yale ya maji, na wanyama wale mara moja walimezwa na kisulisuli cha maji. Sasa hatimaye ikawadia zamu ya wale vijana wawili, na kabla hawajarushiwa chini ya maporomoko, yule bibi aliwazuia, akasema kwamba subiri kidogo. Aliongea kisha akaangalia mkutano huo. Wale mabwana kwa hisia mchanganyiko walibaki kumtazama bibi. Yule bibi kwa kutumia lugha yao akasema kwamba natheva heluharen dethalumizar, maana yake kwamba I shall with my own spirit offer the final sacred gift to the guardian god. Na kwa Kiswahili akiwa na maana ya kwamba napaswa mimi mwenyewe kwa roho kutoa sadaka kwa Mungu mlezi. Msikilizaji, kawaida wale wanaume hawakupinga na mara moja walirudi nyuma kwa heshima. Yule bibi mara baada ya wanaume hao kuondoka, alisogea kisha akamshika Ada kati ya wale wawili. Kisha akageuka na kumtazama Genduleza aliyekuwa chini ya madhabahu. Ni muda huo huo macho ya Genduleza yalijaa hali ya wekundu, huku akikunja ngumi kwa nguvu. Urumwasi pale pale aligeuka na kisha akaongea kwa nguvu akisema kwamba Seraven Therumizar, akimaanisha kwamba ewe mlezi wetu pokea sadaka. Lakini mara tu alipokuwa anataka kumrusha Ada kwenye maporomoko, alisikia sauti ya ajabu ikitokea nyuma yake. Ilikuwa ni sauti ya milio ya bunduki iliyomeza utulivu wa msitu. Ni muda ule ule wanajeshi wenye mafunzo ya nishati walionekana wakisogelea upande huo kutoka mbali. Sio hivyo tu, mara tu makomando wa kike na wa kiume wa kizungu waliokuwa na silaha nzito mikononi walidondoka kwa kamba kutoka angani na kuzingira eneo lile la ibada ya kizimu. Hasa kitendo kile kilishtua karibia watu wote wa Bikira takatifu, hata kupiga kwao ala kuliacha mara moja. Kila mtu aliangalia kwa mshangao. Uso wa Urumwasi haukuweza kusomeka na macho yake yalikuwa na ukauzu wa ajabu. Pale pale alimrusha Ada aliyekuwa kwenye mikono yake pembeni, kisha kwa nguvu sana akasema kwamba msipaniki, hili ni eneo letu takatifu. Kwa ulinzi wa mizimu ya mababu zetu hakuna atakayewezesha kutushinda. Kundi la waumini lilijikuta sasa likituliza presha mara baada ya kufikiria uwepo wa Urumwasi wao. Basi bwana, sauti ilisikika kicheka ikisema kwamba jini wa kale unakaribia kufa na bado unategemea mizimu kuja kukuokoa. Hivi hujui mizimu imeshakukataa muda mrefu tu na inatafuta namna ya kukuadhibu? Basi ni muda ule ule wazee walionekana ni kuwa katika umri wa miaka 60 au 70 hivi walitokea katika upande kama ilikuwa ni kutoka kwenye miti hivi. Sasa mara baada ya bibi Uru
kuwaona, uso wake ulibadilika na kuwa mbaya zaidi. Bibi akasema kwamba kwa hiyo ni nyie wasaliti? Aliongea huku sasa akisaga meno yake. Mara baada ya waumini wazee wa himaya kuwaona, nyuso zao zilionyesha hali ya kupaniki. Genduleza aliyekuwa karibu na mlinzi wa kushoto alionekana kuchanganyikiwa. Akamuuliza kwamba mlinzi wa kushoto, hawa ni wakina nani na imekuwaje wakapata kufika hapa? Mlinzi wa kushoto huku akikunja sura alijibu ya kwamba mtukufu, hawa ni wazee ambao waliikana imani na kuisaliti miaka 70 iliyopita. Sijawahi kudhani kwamba wote wapo hai mpaka leo. Genduleza akauliza, kwa hiyo kumbe walikuwa sehemu ya imani yetu, ila kwa nini wakaja na kundi la wanajeshi wengi hivyo kizungu? Mlinzi wa kushoto akajibu hilo pia alifahamiki, inaonekana wamejiandaa mpaka kuja hapa. Basi mlinzi wa kushoto kwa mtazamo wa tahadhari akasema kwamba mwanamwali mtukufu, unapaswa kujilinda kama tukianza kupigana. Kuwa na amani kabisa. Kwa uwepo wa Uru kati yetu, bunduki zao na mabomu hayana maana kabisa. Basi Genduleza moyo wake ulikuwa mzito kwa sababu alijua master wake alikuwa mwishoni kabisa mwa uhai wake. Hata ingawa alikuwa na nguvu za kutosha, mwili wake ulikuwa katika ukomo. Genduleza akasema kwamba mlinzi wa kushoto, mlinzi wa kulia, hebu msio na wasiwasi, sogeeni mumlinde Uru. Mlinzi wa kushoto alitingisha kichwa chake na kutii maagizo kisha kasogea. Lakini upande wa mlinzi wa kulia alionyesha tabasamu la ajabu huku akimtazama Genduleza. Msichana huyo akauliza kwamba mlinzi wa kulia, kwa nini bado umesimama? Mlinzi wa kulia alijibu kwa tabasamu hafifu akasema kwamba Uru, wewe ni kesho ya dhehebu na imani yetu, na hisi ni vizuri zaidi kukulinda wewe. Basi Genduleza alihisi vibaya. Akashindwa kujizuia kuuliza akasema kwamba kwa nini wewe, kwa nini hauna mshangao wote juu ya kinachoendelea hapa? Yule mlinzi wa kulia akajibu kwamba hata mimi mwenyewe sijui kwa nini sina mshangao. Uso wa Genduleza ulifubaa. Ilionekana tayari alikuwa na jibu ndani yake. Ni muda huo huo Bibi Uru alianza kutoa maelekezo kwa sauti. Akasema kwamba enyi wanachama wote wa Bikira Takatifu, nifuateni na muue hawa wasaliti. Kundi hilo la waumini liliitikia. Walishika silaha zao na kujiandaa kupigana. Basi bwana, kaambia kwamba mzee Jini, sio juu yako kuamua nani msaliti. Kipindi kile kama usingetulazimisha kufuata njia zako na kukataa kufanya kazi na viongozi wa serikali, unadhani imani yetu ingeporomoka hivi? Mawazo yako ya kutaka mwanamke kuheshimiwa kama mwanaume na kutuchukulia sisi wanaume kama mifugo, leo tutaigeuza kuwa kinyume chake na hadhi ya mfalme Mbumba itaandikwa upya. Basi wale wazee ambao inaonekana walikuja ndo walimjibu hivyo huyo bibi ambaye sasa ndo kama mfalme hapo sasa. Tukumbukeni mwanzoni msikilizaji, kwenye kupata historia ambayo Hamza alikuwa anaulizia ni kwamba wanaume ni kama waliamua kuondoka ile eneo kwa sababu wanawake walipewa nguvu. Yaani wanaume hapo walionekana ni kama tu ni wafagia uwanja tu ni nini. Kwa hiyo wanawake walipewa ile power kisa tu bikra. Kwa hiyo hayo inaonekana wale wanaume ambao waliamua kuondoka hapo kambini na sasa wanarudi wakipingana na hilo swala la mwanamke kuwa na power. Na wao wanataka sasa kugeuza iwe kinyume chake na hadhi ya mfalme Mbumba iandikwe tena upya. Sasa bwana, mara baada ya mfuatano wa kushangilia kwa wazee hao wasaliti, jeshi la watu wa Bikira Takatifu walijikuta wakijawa na wasiwasi. Bi Uru alikuwa na hasira kiasi kwamba mishipa ya damu ilikuwa imejitokeza usoni. Alishia kuongea kwa hasira akasema kwamba leo ninakwenda kuwakamata nyinyi wasaliti kwa pigo moja tu. Waumini wote wa dhehebu letu nisikilizeni, unganeni na mimi kuua hawa wasaliti. Basi kabla hata hajamaliza kuongea, mwanamwali huyo mzee alikuwa amekwisha kusogea. Mwili wake wote ulikuwa ukitoa msisimko wa hali ya ubaridi, huku kwa wakati mmoja akiamsha kiwango cha juu mno cha nguvu hasi. Kila aliposogelea hali ya joto ilishuka mara moja. Wale wazee hawakuonekana kuwa na haraka wala hawakutaka kurupuka. Kwa pamoja walimzingira bibi yule. Baadhi ya wazee hao walikuwa katika levu ya mkandamizo wa nafsi, huku wawili wengine wakiwa wanakaribia mwanzoni mwa ufunuo mkuu. Licha ya wengi wao walijikuta katika hali ngumu ya kukabiliana na Uru mwasi, ukweli ni kwamba kinadharia hata kama wakiungana wote kumshambulia bibi huyo wasingemweza. Basi
Aliongea akasema kwamba pepo wa shirika. Aliongea sasa akicheka ganja cha mkono hewani. Na nishati ile hasi ya ukike ilikusanya upepo mkubwa uliowasogelea wazee wale. Wazee wale mara baada ya kuona shambulizi lile hawakuthubutu kabisa kukabiliana nalo ana kwa ana. Hata hivyo baadhi yao hawakuweza kukwepa kwa wakati, kwani mara baada ya kufunikwa na upepo ule, miili yao ilianza kuwasha na kuonyesha dalili za kuoza. Ndio, upepo ule bwana ulikuwa umejaa nguvu za kishirikina ambazo kazi yake ni kunyonya uhai na kuwafanya watu wale kuonekana kama wanazeeka kwa kasi. Basi mzee mmoja wa wale wasaliti alinua kirungu cha ajabu kama chuma hivi akasema kwamba wewe jini mzee, umefikia hatua kujifunza mbinu hizi za giza. Leo tunakwenda kukuua na kukomesha uovu wako. Kilikuwa ni kirungu tu ambacho alikuwa amekishikilia wakati wote na kumlenga bibi Umwasi. Lakini bibi yule alikuwa ni mwepesi mno, kwani kwa kitendo cha kujikunja alirusha kiganja kingine na kutengeneza upepo mwingine. Basi mzee aliyekuwa nusu hatua kusogea alijikuta akifunikwa na vumbi la upepo ule wa nishati ya giza. Hata hivyo mzee mwingine alikuwa mwepesi, kwani aliachia shambulizi lilodhoofisha kasi ya mashambulizi ya bibi yule na kuwapa wengine nafasi ya kukwepa. Wazee hao walijikuta wakianza kushambulia kwa kulindana, na mbinu yao ilionekana kufanya kazi, kwani ilimpa wakati mgumu bibi Umwasi kufanya mashambulizi tengefu au ya mbali. Muda huo wanajeshi wa himaya ya Bikira Takatifu hawakuwa nyuma kwenye kushambulia. Kilichosikika ni sauti za kushambulia na vilio vya maumivu. Masenari wale wa kizungu waliofika hapo nao hawakuwa nyuma kwenye kushambulia. Kila walipopata nafasi walishambulia. Muda mfupi baadaye ardhi ilijaa madoa ya damu, huku miili ya watu waliokufa ikisambaa kila mahali juu ya madhabahu hiyo. Ukiachana na mlinzi wa kushoto na baadhi ya wazee wa himaya hiyo ya Bikira Takatifu, wanachama wengine hawakuonekana kuweza kabisa kushindana na bunduki. Hata hivyo mlinzi wa kushoto na wenzake walikuwa wamezingirwa na wanajeshi waliokuwa na mafunzo ya nguvu ya ziada waliofika eneo hilo. Bibi Uru alijikuta akiwa katika hali ya wasiwasi mkubwa mara baada ya kushuhudia wafuasi wake wakiuliwa na risasi za bunduki. Basi mzee alicheka akasema, wewe jini mzee, vipi tena? Mashambulizi kidogo tu hivi tayari ushachoka? Miaka 70 iliyopita wakati ulipotufukuza ulikuwa na nguvu kubwa mno kuliko ulivyo sasa. Wazee wale wasaliti walicheka kwa nguvu mara baada ya kugundua Uru Umwasi hakuwa na nguvu ya kutisha kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Jambo hilo lilimfanya bibi yule kuzidi kuwa na hasira. Pale alitengeneza mkandamizo wa nguvu za nishati, na mara baada ya kuchezesha mkono wake, mkononi alionekana kumshikilia nyoka wa kichawi kupitia mkia wake. Yaani ni kama vile nyoka yule ni mjeredi. Alifyatua kumlenga mzee aliyekuwa karibu. Mzee aliyesogelewa na shambulizi lile hakuwa na muda wa kutosha kuepa kabisa. Ukijumlisha na level yake ya mkandamizo wa nafsi, alishindwa kabisa kukabiliana na nguvu ya uharibifu ya mjeledi baada ya kumfunga na kufanya mwili wake kuonekana kama ulikuwa ukiyeyuka mpaka kwenye mifupa. Wazee wale maadui mara baada ya kuona jambo hilo, nyuso zao zilibadilika mara moja na hawakujali tena kuwa makini. Haraka sana walianza kushambulia. Sasa bibi akasema ya kwamba miaka iliyopita niliona uvivu wa kuwaua, ila haimaanishi leo nitakuwa na uvivu wa kuwamaliza nyie wasaliti. Aliongea hivyo huku sasa akitoa sonyo. Akaambiwa ya kwamba hasira za kuku mbele ya mwewe, usidhani kwamba tujue hali yako ya kiafya imefikia ukingoni na hutaweza kuvumilia kwa muda mrefu, kwa hiyo usitutishe. Basi Uru alijikuta akikunja sura na kujiuliza inakuwaje watu hao walifahamu hali ya afya yake. Ni muda huo sauti ya kicheko cha mlinzi wa kulia ilisikika kutoka nyuma yake, akisema ya kwamba Uru Umwasi, samahani sana. Pale alijikuta akigeuka nyuma, na katika hali ya mshangao aliweza kumuona mlinzi wa kulia akiwa tayari amekwisha kumkamata Genduleza na kumwekea kisu shingoni mwake. Bibi akasema ya kwamba mlinzi wa kulia, kwa hiyo wewe ndiye uliyetusaliti? Uru na wanachama wengine wa Bikira Takatifu hatimaye sasa walielewa kwa nini watu hao imekuwa rahisi kwao kufika hapo na kuwashambulia bila oga. Sasa mlinzi wa kulia akasema ya kwamba sikuwa na jinsi, kwa ajili ya msingi wa imani yetu ya Usinga, kwa ajili ya kuruhusu raia wanaoishi katika ujinga ndani ya milima hii, uongozi wako wa kifisadi lazima ukome. Basi aliongea hivyo. Genduleza aliyekuwa amekamatwa alishindwa kabisa kufanya chochote. Hakuwa na mafunzo yote ya kinishati, na alijua hata nguvu yake uchawi wa Usinga isingekuwa na nguvu kwa bwana huyo.
Mara baada ya kusikia maneno hayo, Uru alijikuta kizidi kuwa na hasira. Aliongea huko akitetemeka, akasema ya kwamba huko kuwasaidia watu wa hapa kuondoka si kwa sababu ya faida zako mwenyewe. Hao watu katika mavazi ya kijeshi wanaonekana kabisa kuwa raia wa nje ya nchi. Yaani unataka kuuza nchi yako kwa heshima yako mwenyewe, na una ujasiri wa kusema kwamba unataka kusaidia watu? Yule mlinzi wa kulia alicheka. Akasema, naona bado Uru hujabadilika kwa kuwa na uwezo wa kuongea. Hata hivyo ni vizuri ukijizuia kuongea bila kufikiria. Isitoshe ushakuwa mteka. Aliongea mlinzi wa kulia, na pale pale kidogo alikandamiza kisu kile shingoni mwa Genduleza. Na damu zilianza kuonekana. Bibi akasema kwamba acha mara moja. Mara baada ya kuona Genduleza mrithi wake aliyemtegemea kuendeleza pale alipoishia, Uru alijikuta akizidi kuwa na wasiwasi. Sasa Uru akaambiwa ya kwamba unayepaswa kuacha ni wewe Ajuza. Muhimili wako umekwisha anguka. Leo tunakwenda kuandika historia mpya. Na hili eneo na maeneo yake yote yatakuwa chini yetu. Basi muda ule ule mmoja wa wazee wa Saliti aliongea kwa nguvu, akasema kwamba nyewe wanaume wote wafuasi wa Bikira Takatifu, nisikilizeni. Kama mnataka kujinasua na kutokuendelea kuwa watumwa wa hawa wanawake, leo ni siku yenu ya kufanya maamuzi. Je, hamjachoka kuchukuliwa kama mifugo ya kutolea kafara? Je, hamjachoshwa na udhalilishaji mnaofanywa na hawa wanawake? Kuanzia sasa unganeni na sisi na tusaidieni kukamata hawa wanawake wote. Mtakaoshindwa kuungana na sisi tutawaua. Basi hotuba hiyo fupi iliwafanya wafuasi wa kiume wa Bikira Takatifu ambao tayari walikuwa wakihangaika kihisia kutikisika tu. Pale pale walijikuta wakianza kuangalia wanawake waliokuwepo hapo, kwa sababu wanaume hawakuweza kuvuna nishati ya usinga. Hata kama nguvu zao zililingana, hadhi yao bado ilikuwa ndogo kuliko wanawake. Kila mfuasi katika milima hiyo alikuwa amezoea jambo hilo, lakini muda huo wavamizi hao walipoanza kuongea nao hivyo, mioyo yao ilianza kufikiria kivingine. Mzee huyo akasema kwamba mtu yeyote atakayeungana na sisi tutampatia cheo kikubwa katika kutengeneza upya dhehebu hili. Yeyote atakayekiuka ataungana na huyu jini mzee kwenda kuzimu. Basi ni muda ule ule baadhi ya wanachama hao wa kiume walijikuta wakiamsha ujasiri wao na kuanza kuwashambulia wanawake waliokuwa karibu yao. Ni ghafla tu hali ilibadilika. Wafuasi kwa wafuasi walianza kupigana wao kwa wao. Wanawake hao walikuwa na nguvu na hadhi ya juu kwa sababu tu walikuwa na nguvu ya usinga. Lakini hata hivyo kupigana na wanaume kulifanya nguvu zao kuwa na athari ndogo sana. Muda mfupi tu kundi la wanawake wengi lilikamatwa na kuuliwa. Mara baada ya Genduleza kuona jambo hilo, macho yake yalifunikwa na hali ya kukata tamaa. Alijua fika wanawake wote waliokuwepo hapo, ikiwemo yeye na masta wake, walikuwa wamekwishaisha. Hata hivyo hakuwa na woga kwa sababu alipitia magumu mengi. Hali za vifo na uhai ni vitu vilivyomfanya kutokuhofia kifo kabisa. Ila katika hali hiyo ya kukosa msaada, alijikuta akianza kukumbuka sura ya yule mwanaume aliyemtoa bikira yake. Laiti angejua hayo ndio yaliyokuwa yametokea, asingemleta hapo. Alishikwa na hatia kwa kumuingiza matatizoni yeye na familia yake bila maana yote. Alitamani hata kumuona kwa mara ya mwisho ili kupata nafasi ya kumwomba msamaha na kumpa salamu ya kwaheri. Maumivu aliyoyahisi Genduleza yalikuwa kama moyo wake ulikuwa ukicharangwa na kisu kikali, lakini hata hivyo alielewa maumivu hayo ni ya bure, kwani amekwisha kuchelewa. Upande wa Uru umwasi, mara baada ya kuona hali hiyo, alihisi kabisa kuwa msingi wa imani yao uliodumu kwa miaka mingi sana hatimaye umefikia mwisho chini ya uongozi wake. Hasira na hali ya kukosa utayari iliyokuwa moyoni mwake ilimfanya kushindwa kujishikilia kabisa. Alikuwa na hasira kiasi kwamba pale pale alihisi hali ya joto kwenye koo lake na kujikuta akitema damu nyingi chini. Genduleza alijikuta akimuita bibi huyo kwa nguvu mara baada ya kushuhudia jambo hilo. Wanaume wote wa imani hiyo, mara baada ya kuona kiongozi huyo amejeruhiwa na hana nguvu tena, ule woga waliokuwa nao mwanzo ulipotea mara moja. Ni kama ari yao ya kuwashambulia wanawake waliokuwepo hapo iliongezeka maradufu. Wale wazee wa wavamizi mara baada ya kuona jambo hilo, sura zao zilijaa furaha. Akasema kwamba huyu Ajuza amekwishaisha. Tuungane kwa pamoja kumuua. Kuweni makini asije kuwa na uwezo wa kunyonya nishati yenu ili tusimpe nafasi ya kushambulia. Basi pale pale watu hao walianza kumshambulia kwa kundi.
Jambo hilo lilimfanya Uru kushindwa kufanya mashambulizi tena, na ilionekana nguvu yake mwenyewe ilimshinda kutawala na kuanza kumdhuru. Hatimaye mzee aliyekuwa nusu hatua kutoka alipo bibi huyo aliweza kuona nafasi adhimu sana, na kwa kutumia upanga wake uliojikunja pale pale alimkita bibi huyo mgongoni. Bibi maskini alijikuta akipiga ukelele wa maumivu, na mara baada ya kugeuka aligundua mgongo wake maskini wote ulikuwa umelowa damu. Mara baada ya mlinzi wa kushoto kuona jambo hilo, alijikuta akiacha kujali kingine tena na haraka sana kusogea alipo bibi huyo. Huyo mlinzi wa kushoto akasema kwamba Uru, nitakusaidia. Lakini hata hivyo mlinzi huyo wa kushoto hakuwa na nguvu kabisa za kuweza kushindana na wazee hao. Wazee akasema kwamba nadhani unaweza kutuzuia. Basi bila kusubiri mlinzi wa kushoto kufanya shambulizi, mmoja wa wazee alisogea na kumzuia kwa kumrushia shambulizi la kiganja. Mlinzi ule wa kushoto alitaka kukwepa shambulizi lile, lakini pale pale aligundua alikuwa ameingia kwenye mtego, kwani mzee mwingine aliyekuwa ameshikilia rungu ya chuma alisogea na kumtandika nacho mlinzi wa kushoto kichwani na kumsamba, yani fuvu lilisambaratika kabisa. Maskini Uru umwasi alishia kusema tu Vahera Thalum. Alishia kuangalia tu bila cha kufanya maskini, baada ya kushuhudia mlinzi wa kushoto akipoteza uhai pale pale. Alishia kuangalia maiti hiyo, kisha akaangalia wafuasi wa kike ambao walikuwa wakiendelea kuuliwa. Maskini uso wake ulizidi kukosa nuru. Alikuwa ameumizwa pakubwa, lakini moyo wake ulikuwa umekufa zaidi ya alivyokuwa katika majonzi. Kwenye macho yake kulikuwa na hali ya kukata tamaa, lakini ndani ya kukata tamaa huko kulijaa dhamira ya kuua. Ni muda ule mara baada ya bibi huyo kung'ata meno yake kwa nguvu na kufanya shambulizi, pale pale aliweza kusikia sauti isiyo ya kawaida chini ya eneo ambapo maji yanaporomokea. Ilikuwa ni sauti kama vile kuna kitu kilichokuwa kikilazimisha kutoka eneo hilo na kusababisha sauti za maporomoko hayo kubadilika kabisa. Haikujalisha walikuwa wavamizi, wafuasi wa imani hiyo au wale makomando wa kizungu, wote sura zao zilibadilika. Wakaanza kujiuliza, roho mlinzi wetu? Inamaanisha Mungu wetu mlezi ndiye anatoka? Hapana, yusekani. Mungu wetu mlezi hajawahi kuonekana hadharani kwa zaidi ya miaka 2000 tangu kuonekana kwake mara mwisho. Kila mara tunapotoa kafara hutuma roho wake kuja kukusanya kafara. Basi bwana, wale wazee wavamizi walijikuta wakipaniki kidogo. Walikuwa kijua siku zote Mungu wao mlezi, yani Mbumba, ni joka mkubwa sana. Katika historia ya imani yao walifahamu kwamba joka hilo liliachwa na mababu zao na lilikuwa na namna ya kuwasiliana na binadamu. Ndio maana walifanyaje? Waliliabudu. Mara nyingine pale ambapo mwanaume mwili wake hutumika kupandisha usinga, akishauliwa anaingizwa kwenye hilo pango, na kisha Mungu wao huyo humuua na kumtoa nje kwa ajili ya usinga kufanyeje? Kutolewa, kisha humchukua tena kama kafara. Wafuasi hao walishia kuamini tu kwamba ndani ya pango hilo kulikuwa na nyoka mkubwa, lakini maisha yao yote hawakuwahi kumuona. Hata makusanyo hayo ya kafara waliamini ni roho wa nyoka mwenyewe huchukua na kurudisha ndani. Kuna hata wale waliofikiria joka hilo lilikuwa ni hadithi za kufikirika, yani lipo kiimani zaidi kuliko kiuhalisia. Basi watu wote waliokuwa wakipigana juu ya jiwe walijikuta wakiogopeshwa na sauti hizo. Pande zote waliangalia eneo la shimo la maporomoko ya maji chini ya jiwe hilo. Ni pale pale mara lilijifaa kubwa hivi la rangi ya dhahabu lilianza kuonekana kutoka kwenye maji yale. Mara baada ya watu hao kuangalia kwa makini, waliweza kushuhudia dubwana lile likiwa na magamba ya dhahabu tupu, huku mwili wake ukiwa umezingirwa na mwanga hafifu wa mng'ao. Magamba yale kila moja lilikuwa na saizi ya kiganja cha mkono wa mtu mzima, na kulikuwa na mstari mzito kama mshipa wa kijani hivi uliotengeneza juu ya mgongo wake. Kichwa cha joka lile kilichokuwa kikitembea kilikuwa kama vile ni cha kenge wanaoonekana kwenye filamu za wanyama wa kale. Macho yake yaliokuwa na ukubwa kama wa kitenesi, kwa namna ilivyokuwa ya kijani na kutoa mng'ao wa rangi, ni kama vile yalikuwa madini. Sasa ule muonekano tu pekee wa kichwa cha joka lile uliwafanya watu wote kushikwa na bumbuazi. Walivyozidi kuona mwili ukijichomoa kutoka kwenye maji, walihisi ni kama vile pumzi zilianza kuwatoka. Mara baada ya joka lile sasa kutoa kichwa chake, yani kitendo tu cha kutoa kichwa nje, kichwa kilikuwa na ukubwa kama mita 7 hivi, na kadri lilivyokuwa likiogelea kujitoa nje ya maporomoko hayo, mwili wake sasa ulizidi kuongezeka urefu zaidi na zaidi.
Watu zaidi ya 100 walikuwa juu ya mwamba. Walijikuta wote wakiwa katika hali ya mshangao, wakishindwa kuamini joka hilo lenye urefu wa zaidi ya mita 20 likiuburuza mwili wake wote. Basi joka lile mara baada ya kupita juu ya mawe yalianza kuporomoka kwenda chini, huku yale ambayo hayakuwa magumu sana yalisagika na kwa kokoto. Mbele ya joka hilo watu hao wote walikuwa kama vile ni sisimizi. Muda ule waumini wote wa dhehebu hilo, ikiwemo wanaume waliokuwa wakipambana na wanawake, walijikuta wakipaza sauti zao na kuita jina la Mungu wao, huku sura zao zikiwa zimefubaa. Yaani ni kama hawakuwa wakikubali kwamba joka lililokuwa mbele yao ndiye Mungu aliokuwa akimwabudu. Sasa Bibi Uru kwa sauti ya kuridhika alicheka akasema kwamba Mungu wetu mlezi kujitokeza ni kwa ajili ya kuadhibu nyewe wasaliti. Basi muda huo Genduleza macho yake yote alikuwa akikodolea joka hilo lililokuwa likiogelea kupanda juu ya jiwe. Machozi tu ndio alionekana kwenye mashavu yake. Yaani ni kama sasa alielewa kwa nini hakuna aliyewahi kurushwa kwenye shimo hilo la joka na kutoka akiwa hai. Mpaka hapo alijua fika Hamza amekwisha kufanyaje, kasha dedi. Chini ya macho ya watu hao hatimaye joka lile liliweza kupandisha juu ya jiwe kwa haraka sana. Kwa joka kubwa kama hilo lenye urefu wa zaidi ya mita 20 kupanda juu ya jabari la mlima lenye urefu, yani mlima lenye urefu wa zaidi ya mita 600, yani ni kama vile lilikuwa likitembea kwenye ngazi. Mara baada sasa kushuhudia joka lile likikaribia sehemu walipokuepo, wale wazungu waliokuwa wameshikilia bunduki zao walishindwa. Kwanza walishikwa na kiwewe. Kwao hawakuelewa joka hilo lilikuwa nini. Waliona ni hatarishi kwa maisha yao. Hivyo haraka walijikuta wakirudi nyuma na kuanza kufyatua bunduki zao. Risasi hizo zilikuwa kama vile ni wadudu tu kwa namna zilivyofuatana kwenye kushambulia joka hilo. Wale wazee waliofika na wanajeshi hao wa kizungu waliongea kwa nguvu wakasema kwamba acheni kulipua, acheni. Hata hivyo joka lile licha kushambuliwa na bunduki hizo alikuathirika kabisa. Kilichoonekana ni cheche tu wakati risasi zilipokutana na magamba yake. Lakini muda huo joka hilo ambalo mwanzoni lilikuwa na macho yasiyoelezeka, ghafla lilianza kusambaza msisimko wa mauaji. Ni pale pale lilisinyaza macho yake na mara baada ya kupanua mdomo lilishatema ulimi na kusogelea wanajeshi wale wa kizungu kufumba na kuvumbua. Wanajeshi wale 10 wa kizungu walijikuta wakiwa kama mizimu kwa namna walivyobweka. Waliogopa kiasi kwamba hata bunduki zao walizidondosha. Walitaka kuruka na kukimbia lakini hawakuweza kwa sababu joka lilikuwa na spidi kubwa mno. Joka lile lilimeza wanajeshi 3 kwa mpigo, pamoja na udongo mwingi na mizizi ya miti. Mara baada ya kutafuna na kuwameza kabisa, pale pale lilichezesha mkia wake na kuwafagia wale wengine waliokuwa wakijaribu kukimbia. Wanajeshi wale mara baada ya kushambuliwa na mkia ule walikuwa na uwezo mdogo sana wa kuhimili. Waligeuka nyama pale pale na kwenda kujigonga kwenye mawe na miti. Hasa mara baada ya kushuhudia makali ya joka hilo na namna ya kujihami, watu wote wa imani hiyo ya usinga walijikuta wakipiga magoti chini na kuanza kusujudu, huku wakiongea kwa kilugha wakiomba kusamehewa. Watu hao wa imani ya Bikira Takatifu waliamini Mungu wao huyo alikuwa amekasirika na yupo hapo kwa ajili ya kufanyaje? Kuadhibu. Hivyo walijikuta wakianza kuungama. Upande wa Uru Umwasi aliingiwa na matumaini mapya na pale pale alisogea na kuongea kwa nguvu akisema kwamba ya Alzar, yani Mungu mlezi wetu. Kisha akasema kwamba mimi ndiye Uru Umwasi wa sasa. Nimetoa kafara kwa ajili yako mara kwa zaidi ya miaka 160. Tafadhali tusaidie kuadhibu hawa wasaliti. Basi waumini walijibu ya kwamba hapana Yal, huyu mwanamke mzee ndiye mwenye makosa ya kuporomoka kwa imani yetu ya usinga. Tupo tayari kutoa kafara zaidi yake. Basi waumini hao wote walijikuta wakianza vita ya maneno, wakianza kujitetea. Kila mmoja alijitahidi kujinadi kwa joka hilo. Lakini ni muda huo sauti ilisikika kutoka upande wa nyuma wa joka hilo. Sauti ilisikika ikisema kwamba hey, mbona makelele mengi sana? Mnaongea ujinga gani hapa? Mara baada ya watu kusikia sauti hiyo, sura zao zilibadilika na kuwafanya wote kuwa kimya kwa hofu. Mara baada ya muda mfupi kupita, Genduleza na Uru Umwasi walipotoka kwenye mshtuko walihisi sauti waliyosikia ilikuwa ni ya mtu aliyemfahamu. Chini ya macho ya watu wote zaidi ya 100 waliokuwepo hapo, hatimaye waliweza kumuona mwanaume akitembea kutoka nyuma ya joka lile huku akipangusa maji yaliyolowanisha nywele zake na mavazi. Hamza mwili wake wote ulikuwa umelowana.
na kulikuwa na matope mengi yaliyogandiana na nguo zake, pamoja na madoa ya mimea yaliyomfanya aonekane mchafu. Wakati huo watu wengi walikuwa wameweka umakini wao wote kwenye joka hilo, na hawakujishughulisha kuangalia mazingira ya sehemu lilipotokea. Mtu huyo walimsikia sauti, walimshuhudia akipanda juu ya mlima huo wa mawe na kufika kileleni. Uru Umwasi alishia kuonyesha muonekano wa kutokuamini, akasema kwamba Hamza. Alikuwa na hisia kama vile aliyekuwa akimwangalia ni mzimu. Upande mwingine, Genduleza yeye alikuwa ameshashangaa mno na kufurahi kwa wakati mmoja. Alishia kutoa kilio na kicheko kwa wakati mmoja, huku akionekana kuongea kama vile amekuwa kichaa. Akasema kwamba hajakufa, hakufariki. Hamza mara baada ya kupanda juu ya jiwe hilo alishia kuangalia watu hao zaidi ya 100, lakini hakuwa na matamanio ya kujua ni kitu gani walikuwa wakifanya. Alishia kukunja ndita tu huku akiangalia anga lililokuwa juu, na ni hapo ndipo aligundua kuwa ilikuwa ni asubuhi ya siku nyingine. Hivyo alishindwa kujizuia na kuongea kwa kuchukia, akasema kwamba pumbavu, nimepoteza muda mwingine ndani ya lile pango. Mara baada ya kuongea hivyo, Hamza hakujali watu waliokuwa wakimwangalia kwa bumbuazi. Yeye alisha kugeuka na kwa hasira alilipiga mateke matatu lile joka, akilenga tumboni. Mateke ya Hamza hayakuwa ya mtu wa kawaida kabisa. Hata joka hilo licha ya kuwa na magamba mazito lilihisi maumivu ya mateke hayo yaliyojaa vishindo vizito. Hamza akasema kwamba wewe joka mjinga. Yaani kwa upuzi wako umeona sasa ulivyonichelewesha, Nilikwambia unitoe haraka uzikanavyo. Ulikuwa ukizunguka tu. Muone na sura yako ilivyo mbaya. Basi wakati huo joka hilo lilikuwa likisambaza msisimko wa mauaji mbele ya watu hao. Lakini mara baada ya kupigwa mateke na kufokewa na Hamza, lilinywea. Kulikuwa na ishara za woga mwingi kwenye macho yake, huku likitingisha mkia wake kwa namna ya kutoa sauti ya kuomba msamaha. Jambo hilo liliwashangaza mno watu waliokuwa wakishuhudia kwa mara nyingine. Midomo yao ilikuwa ni imechanua kiasi cha yai kuweza kupita, ni mwendo tu Macho yao yalijaa hali ya butwaa, hawakuamini. Lakini pia kulikuwa na hali ya kumkubali Hamza kwa wakati mmoja. Kila mmoja alikuwa na wazo, ni utaalamu na nguvu za kiasi gani mpaka kumfanya joka kubwa namna hiyo kumwogopa mtu mwenye mwili mdogo kama Hamza. Uru naye alikuwa katika mshangao mkubwa na alishindwa kuongea neno. Mwanzoni alidhani Hamza amekwisha uliwa na joka hilo. Nani angeamini kama Hamza alikuwa akilishikisha adabu. Bibi akasema kwamba haiwezekani. Ndani ya pango la nyoka hapakuwahi kutoka mtu akiwa hai. Nini kinaendelea? Bibi huyo alijikuta akianza kuongea mwenyewe kama vile amegeuka na kuwa kichaa. Hamza alishia tu kumwangalia ajuza huyo kwa macho yaliyojaa ukauzu. Unaboboja nini sasa? Ulidhani nitakufa? Wewe mzee kweli una roho mbaya wewe. Yaani mimi sikuwafanya chochote, lakini ukataka kuniua kwa kunitupa kwenye pango la joka, si ndio? Basi Umwasi akasema kwamba kila nilichotenda ni kwa ajili ya imani yetu. Dhamiri yangu ni safi kabisa. Hamza alicheka akasema, wewe binadamu ni zaidi ya mnyama. Yaani mimi nimeamua kulisamehe hili joka kutoliua, ila limejua namna ya kuwa na shukrani. Lakini nyie, Uru kusikia hivyo, alihisi ubaridi kwenye moyo wake na kuliangalia joka hilo lililokuwa katika hali ya utii mbele ya Hamza. Ni hapo ndipo alijua kwa nini joka hilo lilionekana kuwa na adabu kiasi hicho mbele ya Hamza. Kumbe bwana limeshasamehewa kuuliwa. Mara baada ya wale wazee wasaliti kusikia hivyo, walijikuta wakizidi kupaniki. Mmoja wao pale alivunja ukimya, akasema kwamba wewe ajuza mchawi, ina maana huyo mtu alikuwa ametupiwa kwenye shimo la pango. Ni nani hasa? Basi mlinzi wa kulia aliyekuwa amemshikilia Genduleza aliongea kwa hali kutetemeka, akasema kwamba anaitwa Lucifer, ni mfalme wa kuzimu. Genduleza alipanda usinga wake kwake, hivyo walikuwa wakitaka kumuua kwa ajili ya kuuvuna. Wazee wale walikuwa wamejichimbia huko nje ya nchi kwa muda mrefu, hivyo walikuwa na uelewa wa mambo mengi sana ya ulimwengu wa giza. Mara baada ya kusikia jina la Lucifer, walitamani kwanza kutimua mbio. Walimjua sana Lucifer ni nani. Yaani kwamba kwa hiyo bikra ya Genduleza alimkamata mwanaume ndio kumpachikia bikra. Basi
Wazee wengine wote waliomfahamu Hamza walikuwa katika hali ya woga, akasema kwamba wewe ajuza, ina maana umedhamiria kweli kuharibu misingi ya imani yetu? Kulikuwa na lazima gani kumchokoza mtu mzito kama huyo? Aisee, wazee wengine wote waliomfahamu Hamza huyo walikuwa ni waoga kwa kuogopa kuingia kwenye matatizo na Hamza, na pale pale pasipo kujiuliza mara mbili walianza kutoa heshima zao kwa Hamza. Wakasema kwamba Master Lucifer, sisi ni wanachama wa imani ya Usinga tuliokuwa nje ya nchi kwa muda mrefu, na tumerudi leo hii kwa ajili ya kupindua utawala wa huyu mwanamke mzee. Yote aliyokutokea hatujahusika kabisa. Mzee mwingine akajibu kwamba ni kweli kabisa Master Lucifer, tunakuheshimu sana na kwa kweli hatuwezi kukuchokoza. Hamza mara baada ya kuona kundi hilo sasa la wanaume wakiwa wamepiga magoti na kuanza kuomba msamaha, alijikuta akiwashangaa, akasema kwamba hivi nyie, kwani mimi nimesema nataka kuwaua? Mara baada ya kusikia kauli hiyo, walijikuta wakiangaliana kwa mshangao kidogo na hali ya uweni mara baada ya kuona Hamza hakuwa na nia ya kuwaua. Basi wale wazee wakasema kwamba asante sana kwa rehema zako nyingi Mfalme Lucifer. Imani yetu ya Usinga imekuwa chini ya hao wanawake kwa muda mrefu, ndio maana wamejaa ukiburi na kukuchokoza. Usiwe na wasiwasi Master, ingawa Usinga wa Agano una nguvu, lakini kama tutamuua Genduleza, Usinga wake utakosa nguvu. Wakati mzee huyo wa kundi la wasaliti akiongea, alimgeukia pale pale Genduleza na kusema kwamba mlete mwanamke hapa. Aliongea akimwamrisha mlinzi wa kulia amlete mwanamke huyo Genduleza. Mlinzi wa kulia mara baada ya kusikia hivyo alionekana kufurahi. Afistosha alijua kuwa kama akimsaidia Hamza kumua Genduleza angechukuliwa kuwa amesaidia kwa kiasi fulani na angalau angeangaliwa kwa jicho la upendeleo. Hivyo haraka alimkokota Genduleza mpaka mbele ya Hamza. Genduleza macho yake alimwangalia Hamza, lakini hakuonyesha hofu yoyote, aliishia tu kutoa tabasamu. Kisha akasema kwamba limekuwa jambo jema kukuona ukiwa hai. Usiniambie unadhani kuwa kwangu hai nitakuokoa, aliongea Hamza, sura ikiwa imejikunja. Genduleza akasema kwamba sitarajii wewe kunisamehe, hata kutupiwa kwako juu ya pango la nyoka sikufahamu hilo kabla, lakini tokea mwanzo nilipokutana na wewe nimekuwa nikikusababisha matatizo tu, kwa hiyo ni haki yako kunichukia. Hamza alishia kunyamaza tu, akimwangalia msichana huyu aliyekuwa na michirizi ya damu iliyomtoka shingoni. Alikuwa katika hisia ambazo hazikuwa zikielezeka kabisa. Hamza alikuwa katika mgogoro wa hisia. Alikuwa akijaribu kuitafuta chuki kwenye moyo wake dhidi ya msichana huyo, lakini bado alishindwa kumchukia. Yule mzee alipiga hatua na kusimama mbele ya Hamza kikakamavu. Kisha akasema kwamba Mfalme Lucifer, kama hautojali nitamuua mara moja sasa. Hii ndio njia pekee ya Usinga uliopandwa kwako kukosa nguvu. Basi wote walikuwa wakijua namna agano la Usinga lilivyo, hivyo wasingeweza kumshambulia msichana huyo pasipo ruhusa ya Hamza. Walijua pia Usinga huo uwezekana kupandwa ikitokea mwanaume akiwa na hisia kwa mwanamke. Hivyo kama Hamza bado anampenda mwanamke huyo na wakamshambulia, wangejiingiza matatizoni. Ndio maana alikuwa na tahadhari kubwa sana. Sasa Umwasi akasema kwamba Hamza, kila nilichofanya ilikuwa ni mipango yangu. Genduleza hakuwa akielewa chochote, tafadhali naomba usimuue. Aliongea Umwasi huku machozi mengi ya kiutuzima yakimtoka usoni. Maskini alikuwa katika hali ya kukosa balance, yote kutokana na hali yake kuzidi kuwa mbaya. Sasa Genduleza mwili wake ulishia kumtetemeka, huku akimwangalia master wake kwa macho yaliyojaa uchungu. Ukweli ni kwamba master wake alithubutu kuongea maneno hayo ni kwa sababu alikuwa tayari kwa Genduleza kutokuwa Umwasi ili tu aendelee kuishi. Muda huo hakukuwa na cha Umwasi wala Umwasi zaidi ya mama na mwana. Hamza akaambiwa kwamba Master Lucifer, hakuna haja ya kuendelea kumsikiliza huyu mchawi. Usinga huo ni kitu ambacho kitakusumbua maisha yako yote. Usipomuua ni sawa na kujiwekea mtego wako mwenyewe. Tupe ruhusa tumuue kwa ajili yako leo. Hamza alionekana kufikiria kwa muda. Alimwangalia Genduleza kwa muonekano usiosomeka. Genduleza, nitakuuliza swali na unapaswa kunijibu kwa uaminifu. Ulisema kwa kutumia Usinga unaweza kusoma hisia zangu. Sasa hebu niambie, je, ninazo hisia za kutaka kukuua au sina? Muda huo mara baada ya Genduleza kuulizwa swali hilo, macho yalimtoka. Hakujua kwa nini Hamza aulize swali la namna hiyo.
Wale wazee wakasema kwamba Master Lucifer, inakuaje mtu anayetaka kukuua aweze kusoma hisia zako? Muda ule mlinzi wa kulia na wengine, licha kutokujua kwa nini Hamza aliuliza hilo swali, walijua pengine kama Genduleza akipatia kujibu swali hilo anaweza kusamehewa na ikawa mbaya kwao. Sasa Hamza akasema kwamba hakuna ulazima wa kuingilia kwenye hili swala. Mara baada ya kumsikia, hakuna hata mmoja aliyethubutu kuongea neno lolote. Waliishia tu kukaa kimya kwa wasiwasi wakimwangalia Genduleza. Upande mwingine, Umwasi pia alikuwa katika wasiwasi mkubwa kwa kuhofia mwanafunzi wake anaweza kutoa jibu ambalo si sahihi. Katika mtazamo wa wengi muda huo, waliona kabisa Hamza hakuwa na nia ya kumuua Genduleza. Vinginevyo kama kweli angekuwa na nia hiyo, angekwisha kufanya hivyo muda mrefu tu, wala kusingekuwa na masuala ya majadiliano. Genduleza mara baada ya kufikiria kwa muda mrefu kidogo, alishia kuinua kichwa chake na kumwangalia Hamza kwa macho ya wasiwasi. Kisha akajibu kwamba siwezi kujua hisia zako ni za kutaka kuniua au hapana. Mara baada ya kujibu hivyo, wanaume wale hatimaye walishusha pumzi zao za aweni. Walikuwa pia wakimkejeli moyoni na kujiambia, huyu mwanamke ni mjinga, yani mpaka hatua hiyo hakuwa akijua ni jibu gani anapaswa kutoa. Basi Hamza akaambiwa kwamba ndio kama hivi Master Lucifer, hakuna namna yoyote huyu mwanamke akakubaliana na wewe. Huyu ni mwanamke pekee anayetaka kukutumia kwa ajili ya kujiongezea nguvu. Master Lucifer, nitamuua huyu mchawi. Basi mlinzi wa kulia hakutaka watu wengine kuchukua jukumu la kujibebea point 3 kwa kumuua mwanamke huyo. Hivyo pale alishika kisu chake vizuri, na ile anapodhamiria kumchoma nacho kooni Hamza alikwisha kuinua mkono wake kama umeme na kutuma shambulizi la kusudi ambalo lilienda moja kwa moja kuivaa shingo ya mlinzi wa kulia. Oya, alitenganishwa. Kichwa Nairobi, kiwiliwili Dar es Salaam. Kwa nini yeye ndiye amekufa? Mlinzi huyo wa kulia hakuwa na jibu wakati akikata roho. Damu zilishia kumfiatuka zilishia kumfiatukia tu Genduleza tu usoni. Mwanamke huyo alishia kutoa kelele huku akimwangalia Hamza pasipo kuelewa. Upande sasa wa pembeni, wazee wale wasaliti walijikuta wakihofia na kupiga hatua kadhaa nyuma. Mmoja wale wazee aliuliza kwa sauti ya kiwewe kwamba Master Lucifer, kwa nini umemwokoa huyu mwanamke? Hamza akajibu kwamba kwa sababu alichojibu ni sahihi. Aliongea Hamza akiwa na muonekano usiosomeka. Kila mmoja alikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Walijiuliza, inakuaje kutokujua kuwa jibu? Yani hakupata jibu kwanza sahihi. Hamza mwenyewe akamwambia kwamba kwa hiyo mnajiuliza nini sasa? Yani kipi kigumu kuelewa wakati mimi mwenyewe sijui kama nataka kumuua au hapana. Basi kundi hilo la imani ya kimizimu walishindwa kuwa na usemi kabisa. Walijiambia kumbe hilo ndio jibu. Walijiambia inawezekana kweli Genduleza alikuwa akimpenda Hamza, ndio maana kupitia usinga wake ameweza kujua hisia zake. Basi wazee akasema kwamba Master Lucifer pengine kajibu tu kwa kubahatisha na si kwa usahihi. Huwezi kuchukulia jibu lake kwa serious. Mzee mwingine akajibu kwamba ni kweli kabisa. Huyu ajuza ni kama mzazi kwake na roho yake imejaa uovu. Hawezi kuwa tofauti na mjukuu wake. Wazee walianza kumshawishi Hamza. Upande wa Hamza hakuonyesha kujalishwa nao kabisa. Alishia kugeuza kichwa chake na kumwangalia Genduleza. Hamza akasema kwamba nataka dawa ya kuosha sumu, nahitaji sasa hivi. Na msiendelee kunipotezea muda wangu, vinginevyo nitaua kila mfuasi wenu na kisha kuitafuta mwenyewe. Aliongea Hamza akijiambia kuwa kama asingeweza kumuua Genduleza haimaanishi hawezi kuua wengine. Muda huo Genduleza alionekana kutulia na alishia kumwemwesa lipsi zake tu, kisha akasema kwamba kwa sasa walinzi wote wakuwa wamekufa na ni master wangu pekee mwenye uwezo wa kutengeneza hiyo dawa. Kama utampatia ulinzi na kuua wanaume wote waliopo hapa, tutakupatia hiyo dawa. Hamza akasema wewe huna haki ya kujadiliana na mimi. Aliongea Hamza kwa sauti nzito. Muda ule hasira ilianza kuuvaa moyo wake. Kila alipokumbuka Dina atakuwa yupo kwenye maumivu makali kwa kitendo cha kufanywa mjinga na mwanamke huyo na master wake na kupoteza karibia masaa 24.
Genduleza akasema kwamba mimi sijali, kama hawa wanaume wasipokufa, master wangu na mimi hatuwezi kukupatia dawa. Aliongea Genduleza huku muda huo akionekana kuwa na hali ya kujiamini iliyojaa ukali ndani yake. Uru-Umwasi pia alionyesha hali ya kuridhika usoni mwake. Hata yeye pia alitaka kutumia nguvu za Hamza kuua wasaliti hao wote. Hata kama himaya yao haikuwa na kikubwa kilichobaki, ingekuwa bora zaidi kuliko wanaume hao kulazimisha kuchukua madaraka yake. Aliamini ili mradi Genduleza akiendelea kuwa hai, anayo nafasi ya kufufua dhehebu lao na kuendeleza alipoishia. Asa upande wa Hamza mara baada ya kusikia hivyo, alishindwa kujizuia na kuanza kucheka kwa nguvu, akasema kwamba hey, kwa hiyo ndio unachotaka, si ndio? Kama ni hivyo haina shida. Mara baada ya Hamza kuongea vile, alifyatua mkono wake hewani kwa watu wale. Hawakujua alikuwa akimaanisha nini, lakini ghafla tu silaha 10 zilitoka kusikojulikana. Silaha zile zilianza kuzunguka hewani kwa spidi kubwa na kusambaa maeneo yote. Uru-Umwasi mara baada ya kuona jambo lile, ajikuta akitoa macho na kuongea kwa sauti ya chini kwamba isije ikawa hii ndio mbinu ya silaha ya hiari ya watu wa nyumbani tu. Alionekana kuwa na uelewa wa mambo mengi, na mara baada ya kuhisi jambo hilo kuwa la kweli, mwili wake uliota vipele. Kabla hata watu wale hawajashtuka, tayari silaha zilikwisha kuwavamia na kuwakatakata kama vile mili yao imegeuka makaratasi. Damu zilisambaa kila mahali zikiambatana na miili ya watu wasiokuwa na uhai. Silaha zile zilizobeba nguvu ya kusudi hazikujali kabisa nani aliyekuwa mbele, iwe mwanaume, mwanamke, zilifyeka. Sauti tu ilisikika ikisema kwamba kimbiani. Mara baada ya wafuasi wale sasa kugundua hawana uwezo wa kukabiliana na silaha hizo, baadhi ya wazee walijikuta wakigeuka na kutaka kukimbia, lakini spidi ya silaha hiyo haikuwa kitu cha kushindana na, yani kushindana kwa kukimbia na miguu. Mmoja wao alipotarajia kuruka kwa kutumia mbinu za mafunzo ya mapigano, ajikuta kidondoka chini baada ya kutobolewa na silaha. Hamza katika kutumia silaha hizo alitumia mawazo yake pekee, na kwa wepesi kabisa silaha zilitii. Hata lile joka lililokuwa nyuma ya Hamza lilianza kujikunja kwa hali ya woga. Yaani ni kama vile lilikubaliana kwamba uwezo wa Hamza si wa kawaida kabisa. Hata hivyo, kutokana na Hamza kutokuliua, joka hilo liliguswa mno kiasi cha kutaka kuwa karibu naye kwa sababu ya damu yake urithi. Hata kama aliwezi kummeza Hamza, liliamini kwamba kwa kukaa naye karibu tu lingefaidika na msisimko na harufu ya damu yake. Upande wa Genduleza na master wake, sura zao zilijaa hofu na hali ya kukata tamaa, kwa sababu kila sekunde waliokuwa wakisita kutoa ushirikiano, silaha ya Hamza ilikuwa ikiangusha mtu. Basi Genduleza akasema kwamba Hamza, naomba uache sasa. Kwa nini unaua hadi wanawake? Genduleza alijikuta akimshika Hamza mkono, akimtingisha ili aache kile anachokifanya. Hata hivyo, silaha hizo Hamza hakuzishika kwa mkono, hivyo zisingeacha. Basi Hamza akasema kwamba una uwezo kumdhuru mpenzi wangu, ila hutaki ni waue wafuasi wako. Haya yote mmejitakia wenyewe. Kama msiponipatia dawa ninayotaka, nitachinja watu wote waliopo hapa. Basi mdau Genduleza na Uru-Umwasi walishia kubung'ato. Katika macho ya Hamza waliweza kuona hakuwa kitania hata kidogo. Kwake kuua watu hao, yani kulionekana ni kama kuua sisimizi tu. Sasa ndipo Genduleza aligundua kwamba alikuwa akiujua upande wa urafiki tu wa Hamza. Lakini ikiwa mwanamume huyo akikasirishwa, anabadilika na kuwa na uso wa shetani kabisa. Mara baada ya kuona wafuasi wake wakifia kwa bila huruma, Uru-Umwasi alijikuta akishindwa kujizuia na kuanza kutoa kilio cha kumwomba Hamza ache. Uru-Umwasi akasema kwamba Hamza, tafadhali usiendelee kuwaua, nitakupatia hiyo dawa. Hamza alishakugeuka na kumwangalia kwa macho ya mzaa, kisha akasema kwamba sikusikii vizuri, hebu rudia tena, unaongea kuhusu nini? Akasema kwamba nimesema usiendelee kuwaua, nitakupatia dawa unayotaka. Hamza akasema kama ni hivyo basi nitaendelea kuonyesha heshima yangu kwako, mtukufu mwanamwali. Basi mara baada ya kuongea hivyo, Hamza alishia kuchezesha tu mkono wake na silaha zile kufumba na kufumbua zikapotea. Uru-Umwasi pamoja na uchai wake wa miaka mingi hakuelewa kabisa jambo hilo liliwezekanaje. Ukweli ni kwamba hakuna aliyekuwa na muda wa kujali kuhusu uwezo wa Hamza, kwa sababu kadri walivyokuwa wakichelewa ndivyo silaha hizo zilivyokuwa zikiua watu wengi zaidi. Eneo hilo liligeuka kuwa mto wa damu. Kulikuwa na maiti zaidi ya 100 zilizokuwa katika maumbo tofauti tofauti.
Wapo waliokufa wakiwa katika staili za kukimbia na wengine walifariki katika hali ya kushangaa. Hamza alishia kuangalia maiti za watu hao waliokuwa wakikata roho na zingine ambazo tayari hazikuwa na uhai. Kisha akaongea kwa sauti hafifu akasema ya kwamba niwie radhi. Tatizo sikujua wapo dhaifu hivi. Ndio maana umekufa haraka. Bibi Uru Umwasi, vigoti vya miguu viliishia kumlegea na alijikuta akipiga magoti chini. Macho yake yalikuwa meupe kama vile yamekosa uhai na sehemu za nywele zake zilikuwa zimeanza kunyonyoka. Muda huo Genduleza aliishia tu kusaga meno yake huku akimwangalia Hamza kwa macho mekundu. Akasema kwamba wewe ni shetani, kulikuwa na lazima wa kuua watu wengi hivi wasio na hatia jamani? Hamza alijiuliza anamaanisha nini kwamba wasio na hatia. Hamza alikuwa ameua watu wengi wasio na hatia maishani mwake, lakini kundi hilo la waabudu miungu hakika halikuwa na hatia hata kidogo. Hata hivyo alikuwa na uvivu wa kumjibu msichana huyo, hivyo alishia kumpita na kumsogelea Uru. Hamza akasema kwamba bibi, nipatie dawa. Uru alijikuta akivuta pumzi kubwa sana, kisha kainamisha kichwa chake na kuongea kwa masikitiko akasema kwamba mimi mzee, nimefanya makosa makubwa sana kukuchukulia kama mtu wa kawaida. Mfalme wa kuzimu, hakika wewe ni mtu wa kwanza katika historia aliyeweza kuingia ndani ya pango la nyoka na ukatoka hai. Hamza akasema nisikilize, yaliyotokea hapo umejitakia mwenyewe kwa tamaa zako, sawa? Ndio maana umelazimisha kuja sehemu ya kishetani kama hii. Hebu naomba usimpotezee muda wangu, naomba nipatie dawa. Muda ule hali fulani vya wazo ilionekana machoni mwa Uru. Kisha akasema kwamba mbinu ya dhehebu letu katika kutengeneza dawa ni kitu ambacho mimi mwenyewe nilikifanyia utafiti. Ukweli ni kwamba hata walinzi wakuu wawili hawakujua namna kutengeneza dawa. Mimi mzee nimekwisha kuishiwa na mafuta ya uhai. Kama unataka kufanikisha kupata dawa, njia pekee ni kumchukua Genduleza na kuondoka naye. Nitampatia siri ya dawa na atakusaidia kuitengeneza. Hamza akasema huo sasa ni usumbufu. Hivi kwa nini usiongee tu mara moja? Yaani usiongee tu moja kwa moja. Bibi akasema mbinu ya kutengeneza hiyo dawa ina mkanganyiko mkubwa. Hata kama nikikwambia ukariri hatua, bado hauwezi kufuata njia kwa ufanisi. Kosa kidogo tu linaweza kufanya dawa hiyo kumuua mpenzi wako. Vipi, unataka kujaribu? Hamza alijua mzee huyo alikuwa na nia nyingine, lakini alifahamu kwamba kwa kuzingatia uhai wa Genduleza na maisha ya imani yao, asingeweza kuleta ujanja wa kutotoa dawa hiyo. Hivyo Hamza kutaka kuendelea kupoteza maneno mengi na akasema kwamba anaweza kumfundisha hiyo mbinu Genduleza sasa hivi. Basi Uru alishia kugeuka na kumwangalia Genduleza kwa namna ishara, kisha akaongea akasema kwamba mjukuu, sogea hapa. Muda huo macho ya Genduleza ilikuwa amefunikwa na machozi mengi na alishia kusogea karibu na Uru wake kwa kupiga magoti. Genduleza kwa wasiwasi akauliza kwamba Uru, hali yako vipi? Majeraha makubwa sana. Lakini Uru Umwasi aliishia kutingisha kichwa chake na ghafla tu alimshika Genduleza mkono wa kulia, kisha akageuka kwa nguvu na kumwekea Genduleza mkono huo kwa kulenga eneo la chini ya kitovu. Muda huo Genduleza alijikuta akishtuka huku mwili wake ni kama ni ukitingishika hivi. Ni kama vile alishagundua kinachokwenda kutokea. Akaongea kwa sauti kubwa akisema, Uru, hapana! Nini kilichotokea hapo msikilizaji? Tukutane sehemu inayofuata. Bibi anafanya nini? Bibi amejaribu kufanya nini? Bibi mjanja. Bibi Uru Umwasi ni mjanja. Tukutane sehemu inayofuata kujua Uru Umwasi kafanya nini ama Genduleza kafanywa nini. Jamani, Dina kule hali yake bado si nzuri. Tukutane sehemu inayofuata. Mdoto alikuwa nami Lucas Lumbas, niseme tu mapenzi yake Mwenyezi Mungu yatukutanishe tena sehemu inayofuatia. God be with you till we meet again. Bye bye.